Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nianze kwanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa na maono makubwa ambayo ameyafanya, ambayo anaendelea kuyatenda. Lakini pili, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na taasisi zake na wizara zote ambazo ziko chini yake, lakini kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, lakini pia kwa hotuba nzuri na uwajibikaji uliotukuka ambao ameanza kuonyesha katika nchi yetu. Na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini nichukue nafasi hii kumpongeza mkuu wangu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabir Makame, pamoja na viongozi wengine wote wa mkoa, lakini mkuu wa wilaya, wakurugenzi na watumishi kwa ujumla, kwa namna ambavyo tumekuwa na ushirikiano katika kutekeleza na kuleta maendeleo katika mkoa wetu. Nawapongeza sana namna hiyo, na tukiendelea hivi na uhakika mkoa wetu tutapiga hatua kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka kuchangia maeneo machache tu. Lakini nataka nianze kwanza, baba wa taifa alituambia maadui wakubwa wa taifa letu, aliwataja watatu. Na mimi leo nitaongeza ili wawe wanne, maadui wakubwa wa taifa letu. Maadui hao alisema ni swala la umaskini, ni swala la ujinga, ni swala la maradhi, na swala sasa la ukosefu wa ajira kwa vijana. Hawa maadui ni sumu kubwa. Na mimi nataka niseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza sana serikali ya awamu ya 6. Imechukua hatua kadhaa kuhakikisha kwamba inapambana na hao maadui na tunawatokomeza. Mpaka sasa hivi tunaona ujenzi wa viwanda unaoendelea katika nchi yetu katika maeneo mengi. Hii ni kwa sababu tunataka kupunguza umaskini, tunataka kuongeza ajira kwa vijana, lakini pia tunataka kujenga uchumi ulio imara. Tunaona jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuweka ruzuku kwenye kilimo na pamoja na sekta nyingine za uzalishaji, pamoja na bajeti zao kuongezeka, ili tuweze kupunguza umaskini, ili tuweze kujenga uchumi imara, ili tuweze kuhakikisha tunaondokana na ujinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona ukarabati wa bandari mbalimbali unaofanyika, uwekezaji mkubwa unaofanyika, lakini tunaona ufufuaji wa shirika la ndege la Tanzania ATCL. Yote haya yana msingi wa kutaka kupambana na kupunguza umaskini tulionao, lakini kutengeneza ajira kwa wananchi wetu wa taifa letu. Tunaona utalii, Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii vizuri vya asili, lakini jitihada za serikali ya awamu ya 6 katika kuvutia watalii, hili ni kwa sababu tunataka kupambana na hao maadui ambao nimewasema. Tunaona ujenzi wa barabara mbalimbali unaoendelea katika nchi yetu na hasa katika maeneo mbalimbali, ujenzi wa magara unaoendelea. Yote haya ni katika kutaka kukabiliana na umaskini. Tunaona ujenzi wa shule na madarasa mbalimbali, vyuo, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa hospitali, kuanzisha mambo mbalimbali. Yote haya ni katika kutaka kupambana na hao maadui wakubwa. Na sisi wanajimbo la Vwawa tuko bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba tunapambana na hao maadui wakubwa. Tunataka kupambana na umaskini. Hatufurahii tunapoona 25% ya Watanzania wanaishi katika umaskini. Hatufurahi kuona watoto wetu hawasomi na kupata elimu iliyo nzuri. Tunataka wapate elimu nzuri, wapate maarifa mazuri, wajifunze teknolojia za kisasa ili maisha yao yawe mazuri na yaboreshwe. Kwa kufanya hivyo, sisi wanavwawa tunaiomba sasa serikali ya awamu ya 6 iendelee kutuunga mkono wanavwawa kwa kufanya mambo yafuatayo. La kwanza, tunaomba manispaa ya mkoa wa Songwe. Mkoa wetu ni wa mwisho kuanzishwa. Mkoa wetu ni mkoa pekee ambao hauna manispaa wala halmashauri ya mji, hatujapata bado. Tunaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali na Mheshimiwa Waziri Mkuu atusikie. Sasa ni wakati mwafaka, mkoa wa Songwe tunastahili kupata manispaa ili weze kuchochea kuleta maendeleo zaidi katika mkoa wetu. Tunaomba, mwaka jana tuliahidiwa kujenga stendi ya mkoa, lakini na soko la mazao la kimataifa. Mkoa wetu ni wa kilimo. Tunahitaji mazao yetu yauzwe kwa Watanzania, lakini pia kwa taasisi mbalimbali kutoka nje ya nchi. Tunataka soko pale, tunataka stendi pale.
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu tusikie sasa, mwaka huu ianze kujengwa. Najua iko kwenye bajeti, basi hela zikitoka mapema ikajengwa itatusaidia sana kupunguza umaskini na kuhakikisha kwamba wanamkoa wa Songwe na jimbo la Vwawa wanapiga hatua kubwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahitaji barabara ya kutoka Vwawa kwenda Londoni, kwenda Isararo, kwenda Msia hadi Isararo. Tuliahidiwa kwamba itaanza kujengwa. Tunaomba sasa mwaka huu ianze kujengwa, tuone matokeo, ianze kujengwa. Barabara ya kutoka Ihanda kwenda Ipunga ni muhimu sana kwa uchumi, kwa sababu kule ndio uzalishaji mkubwa unakotoka. Mahindi yanazalishwa kwa wingi, kahawa inazalishwa kwa wingi. Tunaomba barabara ya kutoka Vwawa kwenda Ndolezi kwenda Iyura, ni kiunganishi kikubwa sana. Zao la kahawa litaweza kupata manufaa, na hizi barabara zikikamilika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina uhakika mkoa wetu utapiga hatua kubwa na tutatoa mchango mkubwa katika ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Tunahitaji bandari kavu pale Mpemba. Bandari hii tumeimba kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kuona jitihada za serikali ya awamu ya 6 ilizozichukua katika kuhakikisha kwamba tunaanza kuijenga hii bandari. Sasa naona kama tuko polepole sana, naomba tuongeze kasi ili ile bandari kavu ijengwe pale Mpemba, mizigo isafirishwe na TAZARA, isafirishwe ifike pale, basi wananchi wale wafanyabiashara wa kutoka sehemu mbalimbali nchi jirani wachukue mizigo yao pale. Tutakuwa tumechangia uchumi mkubwa, tutakuwa tumejenga uchumi mkubwa wa mkoa wa Songwe na nchi kwa ujumla. Mkoa wetu tunahitaji vyuo vya elimu ya juu. Hatuna chuo hata kimoja, hata cha ngazi ya kati hatuna. Mwenyekiti, ni wakati mwafaka umefika kwa mkoa wetu waangaliwe kwa sura ya kipekee kabisa, ili tupate ngarau chuo chochote cha elimu ya juu kiweze kuandaa vijana wetu wawe na ujuzi unaostahili, wawe mahiri, waweze kushiriki katika ujenzi wa taifa letu. Tunahitaji maji katika kata mbalimbali. Pale Vwawa tuna changamoto ya maji. Namshukuru Mheshimiwa Rais alileta mradi mkubwa wa maji ule ambao wa Mto Momba, bado haujakamilika, bado ndio unaanza huko kwenye hatua ya awali, lakini pale pana changamoto kubwa ya maji. Naomba basi jitihada zifanyike ili kile kisima cha Ichenjeze na maeneo mengine basi yaweze kupatiwa maji kwa kuangalia vyanzo vingine vilivyopo, wakati tunasubiri huu mradi mkubwa kuweza kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukamilishaji wa maboma, serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana, na sisi Mbozi katika taifa hili ndio nafikiri wilaya ya kwanza kuwa na maboma mengi ambao wananchi walijitolea kwa nguvu zao wakaanza kujenga. Tulikuwa na maboma 1520 mpaka sasa hivi bado mengi hatujayakamilisha. Naomba serikali tuweke mkakati wa kuhakikisha kwamba haya maboma tunayakamilisha kadri itakavyowezekana. Pale Iboya tunajenga kituo cha kukagua mizigo mbalimbali ambacho kinajengwa na TANROADS. Tunaomba kile kituo kijengwe haraka ili mizigo kupunguza foleni ya Tunduma ikaguliwe pale na mambo yaende. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kabla sijahitimisha nichangie mambo mawili, niongezee mambo mawili. La kwanza, naishauri ofisi ya Waziri Mkuu. Tulianzisha madaraka mikoani, tulifanya ugatuaji wa madaraka. Hii sera ni ya muda mrefu. Kuna haja sasa ya kuipitia vizuri, kuangalia kama tumekizi na kufikia matarajio tuliyoyatarajia. Ugatuaji wa madaraka mikoani ni muhimu sana, lakini tuone kwamba kweli namna tunavyokwenda, namna tunavyoendesha TAMISEMI, tunavyoendesha serikali za mitaa, tunafikia yale malengo tuliyokusudia kuyafanya. Hili nafikiri ni muhimu sana. La pili, ili kutatua tatizo la vijana, na shauri muangalie uwezekano wa kuitisha kongamano la kitaifa la kushirikisha wadau mbalimbali wa kujadili upungufu na ukosefu wa ajira, ili kusudi tuweze kutatua hili tatizo, na Watanzania wote, sekta binafsi zishirikishwe ipasavyo kuhakikisha hili tatizo tunalitokomeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga. Tunamalizia na Mheshimiwa Cecilia Pareso.